Bwana Yesu asifiwe sana. Jina la Bwana libarikiwe. Ni kukaribishe sana kwenye kipindi chetu cha leo, na siku ya leo uko nami mchungaji Petro Lembalai. Siku ya leo Roho Mtakatifu ametupa somo lenye kichwa kinachosema siri ya kushinda mitego mibaya katika msimu mpya. Siri ya kushinda mitego mibaya katika msimu mpya. Mpendwa katika Bwana, kila msimu mpya ambao Mungu huwa anauruhusu kwenye maisha ya mtu huwa umebeba mpenyo wa kimafanikio kwa ajili ya mtu husika, na umebeba neema ya kimafanikio kwa ajili ya mtu husika. Na shetani huwa yuko kazini, na maadui zetu wa kimwili wako kazini kuhakikisha kwamba hatupati mpenyo, hatuinuki katika msimu mpya kama ambavyo tumepangiwa. Na kwa sababu hiyo huwa wanatumia njia mbalimbali na mbinu mbalimbali ili kutukwamisha katika msimu mpya. Moja ya mbinu ambayo maadui huwa wanaitumia katika msimu mpya ni mbinu ya kutega mitego iliyobeba mabaya kwenye maisha ya mtu. Ni mbinu ya kumtegea mtu mitego iliyobeba mabaya ili kumzuia mtu husika asije akafika pale anapotaka, asije akafanikiwa kupata vile anavyovitaka, ili mtu husika asije akafanya vile alivyovikusudia ili aweze kufanikiwa. Kwa hiyo adui anatumia mbinu nyingi ili kuhakikisha kwamba unakwama mahali. Mungu ameleta somo hili siku hii ya leo ili akusaidie kupata haya maarifa yatakayokuwezesha kushinda kila mitego iliyobeba mabaya katika msimu mpya. Unajua, kwenye ulimwengu wa roho kuna mitego ambayo imetegwa ili upate ajali katika msimu mpya. Kwenye ulimwengu wa roho kuna mitego inaweza kutegwa ili upatwe na magonjwa mabaya, ujikute huinuki tena kiuchumi, haustawi kiuchumi, bali fedha zako zinaishia katika kutafuta matibabu. Hiyo ni mitego mibaya. Kuna mitego mibaya inaweza kutegwa ili ujikute mara kwa mara unaishia kupata hasara kwenye biashara yako, ili usije ukapiga hatua mpya. Hiyo nayo tunasema ni mitego mibaya. Kuna mitego mibaya inaweza kutegwa kazini ili uaibike, ili tu adui ahakikishe kwamba unachafuka au unachafuliwa, ili usije ukapata neema ya cheo kilichoko mbele yako. Kuna mitego mibaya inaweza kutegwa kwenye eneo la ndoa ili mjikute mara kwa mara mnaishia kugombana, mnaishia kufarakana, hamna amani ndani, hamna furaha ndani. Kuna mitego mibaya inaweza kutegwa kwenye mahusiano ili kuhakikisha kwamba kila unapofikia hatua fulani kwenye mahusiano, hayo mahusiano yanavunjika. Yaani chochote unachoona ni kibaya kimetokea kwenye majira fulani, uwe na uhakika kuna mtego mbaya ambao adui aliutega kwenye hilo eneo ili kuhakikisha kwamba mtu husika hainuki au astawi kwenye hilo eneo. Roho Mtakatifu ametupa neno kutoka kwenye kitabu cha Zaburi ya 141 mstari wa 8 mpaka mstari wa 10. Zaburi ya 141 mstari wa 8 mpaka mstari wa 10. Biblia inasema, macho yangu yanakuelekea wewe, Mungu Bwana, nimekukimbilia wewe, usiniache nafsi yangu. Unilinde na mtego walionitegea, na matanzi yao watendao maovu. Wabaya na waanguke katika nyavu zao wenyewe, pindi mimi ninapopita salama. Amen. Kuna mambo kadhaa, mpendwa mtazamaji, tunaona kwenye hii mistari ambayo tumeisoma. Jambo la kwanza tunaloliona
au jambo ambalo limebeba mistari hii ni mitego mibaya ambayo Daudi anazungumza kwamba ametegewa na watu wabaya kwenye maisha yake, na anasema wametega hiyo mitego ili mabaya yatokee kwenye maisha yake. Lakini angalia, pamoja na uwepo wa mitego mibaya iliyotegwa na adui zake, iliyotegwa na watu wabaya, ili Daudi aweze kukwama, ili asifike pale anapotaka, ili asiweze kufikia hatima yake, ili asiweze kupata mambo anayotaka kuyapata, ili asiweze kukamilisha malengo na mipango yake, ametegewa mitego mibaya. Ametegewa mitego mibaya. Waliomtegea ni nani? Biblia inataja kwamba ni watu wabaya. Watu wabaya, watu wabaya. Kwenye maisha kuna watu ambao ni wema, wazuri sana, na kwenye maisha kuna watu ambao ni wabaya. Kuna watu ambao ni wabaya ambao tunawaita maadui. Maadui. Sasa angalia, pamoja na uwepo wa mitego ambayo Daudi anasema kwamba ametegewa kwenye maisha yake ili apatwe na mabaya, kuna mambo makubwa mawili ambayo aliyafanya, ambayo hayo mambo mawili ndio natamani tutoke nayo kama siri ya kushinda mitego mibaya katika msimu mpya. Kumbuka, wakati huu maadui wa Daudi wanamtegea Daudi mitego mibaya. Ilikuwa ni msimu mpya kwenye maisha ya Daudi. Ilikuwa ni msimu wa kuinuka kwake. Ilikuwa ni msimu wa kustawi kwake. Ulikuwa ni msimu wa yeye kupiga hatua mpya kwenye maisha. Ulikuwa ni msimu wa yeye kupata mpenyo kwenye maisha yake. Lakini watu wabaya wakamtegea mitego mibaya. Ndivyo ambavyo na wewe pia umeingia kwenye msimu mpya wa maisha yako. Umeingia kwenye msimu mpya uliobeba neema ya kuinuka kwako, neema ya kustawi kwako, neema ya kuongezeka kwako, neema ya kupata kile ambacho ulikuwa ukikiombea na ukikitarajia kukipata kwa muda mrefu. Huu msimu mpya ninakuombea ukapate katika jina la Yesu Kristo. Sasa uwepo wa mitego mibaya katika huu msimu mpya, tutashinda na utashinda endapo tu utazingatia mambo makubwa mawili. Jambo la kwanza, Daudi amelitaja kwenye hicho kitabu cha Zaburi ya 141 kwenye ule mstari wa 8. Kwenye huo mstari wa 8 anasema, macho yangu yanakuelekea wewe, Mungu Bwana, nimekukimbilia wewe, usiniache nafsi yangu. Unaona hapo kitu ambacho kinaonekana kama siri namba moja ni macho yako kumtazama Bwana na wewe kuchagua kumkimbilia Bwana. Macho yako kumtazama Bwana na wewe kuchagua kumkimbilia Bwana. Hakikisha kwenye huu msimu mpya ambao tumeuanza, embu chagua kumtazama Bwana kwenye maisha yako. Chagua kumtazama Bwana, na ili tujue kwamba unamtazama Bwana na unamkimbilia Bwana kwenye maisha yako, lazima kuna vitu kadhaa ambavyo vitaonekana kwenye maisha yako. Jambo la kwanza, utakuwa unautafuta uso wa Mungu uende na wewe kila unapoenda. Kila unapoenda utakuwa unautafuta uso wa Bwana uende na wewe. Kitabu cha Kutoka 33 mstari wa 14, Biblia inasema, uso wangu utakwenda pamoja nawe, nami nitakupa raha. Ili uso wa Bwana uende pamoja nawe, ni lazima utafute huo uso wa Bwana. Lazima uingie kwenye maombi, umwambie Bwana, Bwana, naomba uso wako uende pamoja nami. Biblia inasema kwenye kitabu cha Timotheo wa kwanza sura ya 2 mstari wa 1, basi kabla ya mambo yote nataka dua, nataka sala, nataka maombi na maombezi vifanyike na watu wote. Kwa hiyo
kabla ya kuanza hiyo biashara, Mungu anataka ufanye maombi. Kabla ya kuingia kazini, Mungu anataka maombi. Kabla ya kwenda kwenye sherehe, Mungu anataka maombi. Kabla ya kuanza safari, Mungu anataka dua, sala, maombi. Kabla ya kufanya chochote unachokifanya, kumbuka kwamba Mungu anakutaka uombe kwanza. Kwa nini anataka uombe? Ni ili umwambie Bwana, naomba uso wako uende pamoja nami. Uso wa Bwana ukienda pamoja nawe na Mungu akienda pamoja nawe, kama hiyo mitego mibaya ipo kazini na ulimwomba Mungu aende pamoja nawe, manake ni kwamba Mungu atapita na wewe, atakupa kupita salama kwenye hiyo mitego mibaya ya siri uliotegewa kwenye ulimwengu wa roho. Kwa hiyo popote unapoenda na Mungu, kama kuna mitego ya siri imetegwa, Mungu anakupa kushinda hiyo mitego. Mungu anakupa kuvuka kwenye hiyo mitego. Mungu anakupa kupenya kwenye hiyo mitego. Hakuna mtego wowote wa siri mbaya unaoweza kumnasa Mungu. Hakuna, haijawahi kutokea. Hakuna mtego wowote, iwe ni mitego ya kichawi, iwe ni mitego ya kiganga, iwe ni mitego iliyobeba mauti, iwe ni mitego iliyobeba ajali, iwe ni mitego iliyobeba magonjwa, iwe ni mitego iliyobeba aibu na kuchafuliwa. Hakuna mtego uliowahi kumnasa Mungu. Kwa unapomwambia Mungu uwepo wake uende pamoja nawe, unapomwambia Mungu, nimekutazama wewe, nimekukimbilia wewe, naomba uende nami, naomba uwe pamoja nami, wakati huo huo Mungu anakuwa pamoja nawe. Mungu akiwa pamoja nawe, utashinda na zaidi ya kushinda kwa yeye aliyekupenda. Biblia inasema kwenye kitabu cha Warumi 8 mstari wa 37, lakini katika mambo hayo yote tunashinda na zaidi ya kushinda kwa yeye aliyekupenda. Kwa hiyo tumwamini Mungu ya kwamba yeye anatupa kushinda na zaidi ya kushinda kwa yeye aliyetupenda. Hakuna mtego wa siri utakaokunasa katika msimu huu mpya, katika jina la Yesu Kristo. Sema amen, amen. Pendwa katika Bwana, kuna jambo la pili ambalo tunaliona kwenye hii mistari miwili ambayo tumeisoma, na hilo jambo la pili ni siri ya pili ya kushinda mitego mibaya katika msimu mpya. Na hilo jambo la pili tunaona kwenye hicho kitabu cha Zaburi ya 141 ule mstari wa 9 na wa 10. Biblia inasema, unilinde na mtego walionitegea, na matanzi yao watendao maovu. Wabaya na waanguke katika nyavu zao wenyewe, pindi mimi ninapopita salama. Unaona hapo anazungumza juu ya ulinzi wa Mungu. Ulinzi wa Mungu maana yake nini? Siri namba 2 inakuwa, hakikisha unaomba ulinzi wa Mungu unapoenda popote, unapofanya chochote. Omba ulinzi wa Mungu, omba ulinzi wa Mungu. Kwa nini? Kwa sababu unapoomba ulinzi wa Mungu, wakati huo huo kwenye ulimwengu wa roho, malaika wa Mungu wanakuzunguka kwa ajili ya kukulinda. Unapoomba ulinzi, wakati huo huo kwenye ulimwengu wa roho, Mungu anakuzungushia ukuta wa moto kukuzunguka pande zote. Ndivyo Biblia inavyotuambia kwenye kitabu cha Zekaria sura ya 2 mstari wa 5. Unapoomba ulinzi wa Mungu, wakati huo huo unaanza kulindwa na nguvu za Mungu. Na kama Mungu ataachilia ulinzi wake juu yako, maana yake ni kwamba kila mitego mibaya iliyotegwa haitakunasa, bali itawanasa wao wenyewe katika jina la Yesu Kristo. Biblia inasema hiyo mitego mibaya haitatunasa sisi, bali itawanasa wao wenyewe sisi tunapopita salama. Ninakuombea katika msimu mpya tuliouanza, Mungu akaachilie ulinzi wake juu yako. Mungu akakulinde, Mungu akakufunike, Mungu akakuatamie. Hiyo mitego mibaya isikunase,
isikupate, upite salama kwenye mitego yao. Yaani wamekutegea hapa, waone umevuka umeenda ng'ambo ya pili, waone umevuka umeenda upande wa pili, maana Mungu wako anakutetea, maana Mungu wako anakupigania, maana Mungu wako yuko upande wako. Ninamwamini Mungu katika Kristo Yesu ya kwamba kila mtego wa siri waliokutegea hautakunasa wewe, bali utawanasa wao wenyewe. Wewe utapita salama katika jina la Yesu Kristo. Amen. Basi mpendwa katika Bwana, tumemaliza kusikia ule ujumbe ambao Mungu amewachilia kwa ajili yetu leo. Ninatamani uungane nami katika maombi haya. Ninakwenda kukuombea kwa imani. Kama kuna mitego yoyote ya siri wamekutegea, Mungu anakwenda kukupa kushinda na zaidi ya kushinda katika jina la Yesu Kristo. Ninaomba uombe pamoja nami. Omba tu maombi haya, omba kwa imani, omba kwa imani. Tuombe. Baba, katika jina la Yesu, ninakimbilia mbele zako Bwana. Ninakimbilia mbele ya madhabahu yako Bwana. Ninakimbilia mbele ya kiti chako cha rehema na neema, Jehova Elishadai, Mungu wangu na Baba yangu. Ninaomba Bwana, utuwezeshe tukutazame wewe na utuwezeshe tukukimbilie wewe katika maisha yetu. Wewe ndiye kimbilio letu na msaada wetu. Mungu, tuwezeshe kukukimbilia, tuwezeshe kukutazama wewe. Neno lako linasema ya kwamba Mungu kwetu sisi ni kimbilio na nguvu, msaada utakaonekana tele wakati wa mateso. Mungu, tunakuomba utuwezeshe kukukimbilia wewe na kukuangalia wewe wakati ambao adui ametutegea mitego mibaya, na hatujui ni wakati gani ametutegea, hatujui ni siku gani ametutegea. Mungu, tuwezeshe kukuangalia siku zote. Mungu, tuwezeshe kukukimbilia siku zote. Tufanye kuwa watu wa maombi. Achilia ndani yetu kiu ya maombi, achilia ndani yetu shauku ya maombi. Mungu, katika jina la Yesu, pamoja na kukuangalia na kukutazama wewe Baba, ninakimbilia mbele zako siku ya leo. Mungu, ninapeleka damu yako takatifu kwenye maisha ya huyu mtazamaji, maisha ya huyu mtu anayenifuatilia mahali popote alipo. Ninapeleka damu ya Yesu, ninapeleka damu ya Yesu. Kila mtego mbaya waliomtegea kwenye ulimwengu wa roho, kila mtego mbaya ambao wamemtegea kwenye ulimwengu wa roho, kwenye ulimwengu wa mwili, kwa jina la Yesu Kristo, Baba, ninamwombea ulinzi. Baba, ninamwombea ulinzi. Baba, ninamwombea ulinzi. Ukamlinde Baba kwenye hiyo mitego, ukamlinde Baba kwenye hiyo mitego, akapite salama kwa kuwa amekubeba wewe, akapite salama kwa kuwa anakutazama wewe, akapite salama kwa kuwa Mungu amekukimbilia. Nina imani ya kwamba Bwana, yeyote anayekukimbilia huo unampa kupita salama, yeyote anayekukimbilia huo unampa kuvuka salama. Mungu, mpe kuvuka, Mungu mpe kupita salama. Ninakata hiyo mitego, hiyo mitego ya kichawi naipangua kwa damu ya Yesu. Hiyo mitego ya kiganga naipangua kwa jina la Yesu. Haitasimama kwako, haitasimama kwako kwa jina la Yesu na kwa damu ya Yesu. Mungu wa neema, Mungu wa rehema, ninajua ya kwamba kuna yule ametegewa mitego ili apatwe na magonjwa. Hayo magonjwa hayatakupata. Kuna yule ametegewa mitego ili apate mauti. Hatokufa bali ataishi. Kuna yule ametegewa mitego ili ndoa yake ivunjike. Hiyo ndoa haitavunjika kwa jina la Yesu. Kuna yule ametegewa mitego ili mahusiano yake yaishie njiani. Natangaza kwa imani, hayo mahusiano hayataishia njiani. Kuna yule ametegewa mitego ili Bwana, miradi yake iishie kuwa na hasara, biashara zake ziishie kuwa na hasara. Ninakataa hiyo mitego, ninakataa hiyo mitego
Ninakataa hiyo mitego kwa damu ya Yesu Kristo. Natangaza kwa imani, hiyo mitego ya siri haitampata huyu mfuatiliaji anayenifuatilia popote, haitakupata. Na kuombea baba popote unaponisikiliza, na kuombea mama popote unaponisikiliza, na kuombea kaka popote unaponisikiliza, na kuombea dada popote unaponisikiliza, na kuombea we mtoto. Hiyo mitego mibaya ya siri waliokutegea haitakupata katika jina la Yesu, haitakupata katika jina la Yesu. Neema ya Bwana ikasimame pamoja nawe, utukufu wa Bwana ukasimame pamoja nawe, nguvu za Bwana zikasimame pamoja nawe. Bwana akulinde na akuepushe na mabaya yote, ni katika jina la Yesu na kwa damu ya Yesu Kristo. Mungu wa neema, pokea sifa na utukufu. Amen. Naomba nikubariki mtazamaji wangu popote ulipo. Bwana Mungu akubariki na kukulinda. Bwana Mungu akuangazie nuru za uso wake na kukufadhili. Bwana Mungu akuinulie uso wake na akupe amani, akupe kushinda kila mitego mibaya iliyotegwa kwenye maisha yako katika msimu mpya, katika jina la Mungu Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amen. Ni kukaribishe sana kusubscribe kwenye channel yetu kama bado hujafanya hivyo. Ni kuombe pia unisaidie kulike. Ni kuombe pia unisaidie kutuma linki ya video hii kwa ndugu, jamaa na rafiki zako. Mpendwa katika Bwana, nimalizie kukuomba uniandikie hapo kwenye comment, kwenye sehemu ya comment, niandikie nitashinda mitego ya siri. Nitashinda mitego ya siri. Mungu akubariki sana. Tuonane kipindi kijacho. Amen.